سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. معاشر الحاضرين، تقبل الله مني ومنكم الصيام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا ولا أحدا من أمة محمد شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا أيمن من الشباب إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ربا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل وسلم على النذير البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله. روى الحسن بن علي عن أبي الحسن علي بن أبي طالب عن جد الحسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحسن الحسن خلق الحسن. hadithi hii anaipokea Hasan kutoka kwa baba yake Hasan, kutoka kwa babu yake Hasan. Maana ya hadithi inasema inna min ahsanil hasan khuluqul hasan. Ni hadithi ndogo na mnaiona ilivyojipanga. روى الحسن بن علي عن أبي الحسن علي عن جد الحسن سيدنا محمد أنه قال: إن من أحسن الحسن خلق الحسن. leo دائرتنا ستنطلق من هذا الموقف. tunajifunza kutoka kwa kile alichokuja kukifunza Sayyiduna Muhammad. Bwana Mtume risala yake nzima alipotaka kuitangaza, kaitangaza katika maneno mafupi sana. Utadhani kafungia macho sala, kafungia macho saum, kaifungia macho haji, kafungia macho zaka, kafungia macho amalia ambazo kwamba zinamkurubisha mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu, zote kazifungia macho. Bwana Mtume kataja wajibu wake uliomleta hapa ni kitu kimoja tu kidogo sana. Ngisema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Sio kuja kutufundisha sala au saumu
au haji au zaka, anasema la innama bu'ithtu. Innama katika lugha ya Kiarabu innama ni adatu hasri, kana kwamba kaacha kazi zote na sikutuma kuja kuzifanya hizo kazi nyingine, kana kwamba anazungumzia habari hiyo. Hakika si lingine, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika mimi nimeletwa ili kuja kuifunza tabia njema. Ana bu'ithtu mualliman, nimeletwa ni mwalimu wa kufundisha subject inaitwa akhlaq. Huo ndio ulikuwa wajibu wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi tuliyotanguliza anasema inna min ahsani alhasani khuluqul hasan, hakika miongoni mwa ubora uliokuwa ubora zaidi kuliko ubora wowote ni tabia njema. Walidhalik bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasifika kwa uzuri wa sura, anasifika kwa uzuri wa maumbile aliyomuumba Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Ndio maana sahaba Hassan ibn Thabit alikuwa akisema wa ahsana minka wa ahsanu minka lam tara qattu ainin wa ajmalu minka lam talid an-nisaa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Anamwambia wewe bwana mtume, ama mzuri kama wewe bado sijawahi kuona mimi. Sasa Mwenyezi Mungu aatahu jamalan, kampa sura nzuri bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmala minka lam talid an-nisaa'u, na mzuri kama wewe tena hawajawahi kuzaa wanawake. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, umeumbwa umeepushwa na kila aibu. Kaannaka qad khuliqta kama tasha'u, utadhani ulivyoumbwa ulichagua wewe maumbile ya kuumbiwa. Kama vile mtu anapokwenda shopping akachagua shati hili na kiatu hiki na nguo hii. Bwana mtume kana alikwenda shopping ya mwili wake, akasema macho haya, pua hii na mdomo huu na miguu hii na vidole hivi na nywele hizi. Sallu ala jamali nabii. Yani alikuwa mzuri bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini angalia sifa ambazo Mwenyezi Mungu anamsifu nazo mtume. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala jamalin sati la wa innaka la ala khuluqin azim. Ule uzuri wote Mwenyezi Mungu kauacha, hakuutaja uzuri wa bwana mtume wala hakusifia uzuri ule mahala hapa. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Aya hii ina taukidi tatu. Wa innaka, inna harfu taukid, kisha alafu la ala, lam ni harfu ya taukid vile vile, kisha azim inafanya taukidi ya haya maneno. Taukid tatu katika aya moja, zote kushadidisha hii sifa alikuwa nayo kipenzi cha waumini wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akitajwa mtume, mwanadamu awe na tabia ya kumsalia. Akitajwa mtume, muislamu awe na tabia ya kumtakia rehema bwana mtume. Akitajwa mtume sallallahu alaihi wasallam, usiwe bakhili. Tunasema al-bakhilu man dhukirtu amamahu falam yusalla alayya. Bakhili ni yule ambaye litatajwa jina la mtukufu bwana mtume na yeye asimsalie kamtakia rehema. Kwa sababu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Mwenyezi Mungu pamoja na malaika wake wote wanamtakia rehema bwana mtume. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa innaka, hakika yako wewe Muhammad, la ala khuluqin adhim, uko katika juu ya tabia tukufu kabisa, tabia kubwa kabisa ya kupigiwa mfano. Hizi ndio sifa anazosifiwa nazo bwana mtume. Kwa ajili hiyo usimjaji mtu kwa sura yake ukasema huyu handsome boy, vitendo vyake vitakuwa vizuri, moyo wake mzuri,
maisha yake maadamu anakaa mahala pazuri, huyu mzuri tu. Au huyu, angalia wengine mpaka eti ufanya competition ya mtu mbovu zaidi kuliko yoyote duniani. Eti uzuri una competition yake na ubaya una competition yake. Ikawa kuna mashindano ya nani mtu mbaya zaidi, mwenye sura mbaya zaidi ulimwengu kuliko mwingine, na watu wakajitokeza. Mwingine akasema mie hasa nikienda nitakuwa wa kwanza, na mwingine akawa hapo tena ikapatikana first na second na third. Nini? Mashindano ya sura mbaya. Sisi tunasema kila mwanadamu ni mzuri, na Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye alokuumbeni, fi ayi suratin ma shaa rakabak. Sura yote aliyokupa Mwenyezi Mungu ametaka yeye na amekuumba wewe, na hakuna kiumbe mbaya. Mwenyezi Mungu kaumba maumbile mazuri. Ndio maana mmoja katika wanachuoni aliletewa kesi kwamba kuna mwanamke kaachwa na mumewe kwa taaliq, yani talaka ilikuwa muallaka, imetundikiwa. Kanamwambia mke wake, anti taliqun illa lam takuni kalqamar, mke wangu nimekuacha talaka zote kama hutokuwa mzuri kama mwezi. Mke akasema basi mimi nakwenda nyumbani, mshaniacha. Mtaupataje uzuri wa mwezi? Nini? Albadru yuniru lilkauni kulli, mwezi unaangarisha ulimwengu mzima. Mimi naweza kungarisha ulimwengu mzima? Hapa chumbani tu mimi nimo na kuna kiza, kwa hiyo singarishi, kwa hiyo mimi nimeachika. Basi akamwambia sawa. Lakini mwanamke kabla ya kwenda kwao, kwenda kwa kadhi, akauliza hal waqa'a talaq, je talaka kama imetokea kama hivi imetokea au vipi? Kadhi akamwambia ndio, kwa sababu talaka imetundikiwa, kama utakuwa mzuri kama mwezi ndio maana umeachika. Akaja mwanachuoni mmoja akasema la, huyu hajaachika, li'annaha jamila wa ajmalu min al-qamar, kwa sababu mwanamke huyu ni mrembo na ni mzuri kuliko mwezi. Akaambia nahnu qaumun la nati mas'alatan illa bidalil wa la nakhruju minha illa bidalil. Ni dalili yako? Dalili yako nini? Kamwambia laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu katika umbo zuri zaidi kuliko maumbile yoyote ya mwanadamu ya kiumbe. Maumbile ambayo huwezi kuyafananisha na viumbe vyote alivyoviumba Mungu. Mwenyezi Mungu kamuumba mwanadamu, kwa hiyo mwanadamu mzuri, lakini anaposifiwa asifiwi kwa uzuri wake. Kwa hiyo usimtizame mtu kamaona na sura nzuri ukasema huyu atakuwa mzuri, au kama mtu ana sura mbaya unavyomwona wewe ukasema huyu na vitendo vyake kama sura yake na moyo wake kama sura yake na hivyo na hivyo na hivyo. La, kinachotizamwa ni tabia zake. Ndio maana bwana mtume hakuambiwa innaka la ala jamalin bahir, kaambiwa wa innaka la ala khuluqin azim, hakika wewe uko katika tabia tukufu sana. Tabia kama yako yeyote atakayekamata tabia hiyo atanali saada fi dunya wal akhirah. Sasa msikilize bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini. Bwana mtume anasema inna ahabbakum ilayya, hakika ni wapendao zaidi mimi miongoni mwenu. Inna ahabbakum ilayya, wale wanaopendekeza zaidi kwangu mimi. Wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah, na wale tutakaokaa pamoja karibu sana siku ya kiyama. Ahasinukum akhlaqa, ni wale ambao watakuwa na tabia njema kuliko wote. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqan au ahsanukum akhlaqa, watakuwa na tabia njema. Ya Rabbi tujalie tuwe na tabia njema, tuwe pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna abghadakum ilayya, la walinna wachukia zaidi mimi. Wa abadakum minni manzilatan yawm al-qiyamah, na watakaokuwa mbali na mimi siku ya kiyama. Athartharuna,
walmutashaddiquna walmutafayhiquna. Kataja watu ambao watakuwa karibu zaidi na yeye kwanza siku ya kiyama. Wepi? Watakaokuwa na tabia njema. Waislamu tujipambe na tabia njema tu pamoja na mtume. Na wale watakaokuwa mbali na mtume siku ya kiyama kawataja watu watatu. Athartharuna. Almutatharthar ni mtu ambaye anazungumza aliloliona, alilohadithiwa, yaliyomo, yasokuwemo, ya jana, ya juzi, ya mwaka juzi, ya mwaka uliopita. Yeye akikaa katika majlis, kila mmoja anamsikiliza yeye. Mie simo, hizi ni darsa. Mutatharthar ni wale watu ambao katika maskani zile, katika darasa kama hivi, kama unazungumza peke yako humo katika mutatharthar. Sasa sikiliza watu wenye sifa tatu hizi. Kama unayo moja, kwa hisani yako jiepushe. Kuna baadhi ya watu upende yeye kusema yeye tu, hata katika maskani, katika vikao. Hata mwingine akitaka kusema basi anamkatiza kauli, anaendelea yeye. Lile analolisikia kwa yule kujiona kwamba yeye ndio alikuwa aula zaidi kulizungumza kuliko yule. Huna sifa ya kusema hilo, nafaa kulisema mimi. Na akamkatiza kauli na akalisema yeye. Ameulizwa atasema, hajaulizwa atasema. Huyo anaitwa mutatharthar, chiriko. Anasema sana. Na Muislamu hapaswi kuwa na tabia ya kusema sana. Muislamu inawezekana awe mchache wa maneno, mwingi wa vitendo. Asiwe mwingi wa maneno, mchache wa vitendo. Kwa hiyo kama unaona kama kuna mtu ana tabia kama hii, mpe nasaha kidogo, awe mchache wa kuzungumza, mwingi wa vitendo. Kwa sababu ulimi huu, innal a'dha'a jami'aha idha asbaha ibn adama tukaffiru al-lisan wa taqulu ayyuha al-lisan ittaqillaha fina fa innama nahnu bika in wajajta wajajna wa in istaqamta istaqamna. Viungo vyote mwanadamu akiamka tu umwambie mwanadamu muogope Mungu. Ulimi, viungo vyote vinamwambia ulimi. Ukienda sawa wewe unaenda sawa sote, ukiharibikiwa wewe sote tunaharibikiwa. Qiyamnutqu zainun wasukutu salama fa idha nataqta fala takun mikthara ma in nadimtu ala sukuti ya marra wa laqad nadimtu ala alkalami mirara. Kuzungumza nako kunamfanya mtu awe anajuta mara nyingi sana. Kila kitu wewe ukikiona unasema tu, kila kitu hujaulizwa. Au mutatharthiruna au thartharuna, au ni watu wenye kusema sana. Kisha nani? Walmutashaddiquna. Almutashaddiqu naye ni mzungumzaji sana, ambaye yeye hujaza mdomo wake kwa maneno na kwa ufasaha kwa njia ya kibri. Utakuta watu wakitaka kusema mpaka wawe na kujiona ile na hivi na mdomo kuvibisha, kama vile ukizungumza kina Abi Jahl, inna Muhammadan yaz'amu annahu nabiyyun wa la yamliku shajaratan wahidatan min an-nakhla. Alisema Muhammad eti nadhani kwamba ni mtume, hata mtende mmoja hana. Eti kwa kuwa hana mtende hata mmoja hafai kuwa mtume. Yani ukizungumza katika, kuna baadhi ya watu wanapenda hivyo kuzungumza kwa njia ya kutakabbar. Inawezekana mtu akazungumza lakini hata kabbar, labda ndio maumbile yake, lakini kuna ile kujifanyisha hasa, kila mmoja akupate wewe ni mtu gani. Pengine na sauti pia akaibadilisha, ukafikiria mtu amebana pua akizungumza kivyo, unaona sauti yake kivingine. Akianza kukaa katika majlis, unaona vile sauti anavyoibadilisha takabburan, lakini kwa kibri. Huyo anaitwa nani? Almutashaddiqu. Walmutafayhiqu, mutafayhiqu vile vile ni mtu mwenye kujaza domo lake kwa maneno, ni ule ufasaha ukamzidi, na labda ndani ya maneno katika ghariba kaleta maneno mageni ili kuwa challenge wale wamuone kwamba yeye nani. Katika English labda au Arabic mimi nimesoma sana, kwa hiyo naweza kuzungumza hapa mtu asifahamu kitu chochote maana.
alitimana zile gharaibul kalam, maneno mageni, lugha nzito, ili wengine wapate kumuuliza baadaye, ulikuwa unasema nini? Maana hatukukamata hata neno moja pale. Hivi sina kwambieni nyinyi, mimi nimesoma Oxford. Mimi nimesema wapi, ili wapate kuonyesha ubabe wake. Hizi zote ni njia za kumpeleka mtu katika kibri. Hawa watu watakuwa pamoja na mtume? La, watakuwa mbali na mtume siku ya kiyama. Atakayekuwa karibu na bwana mtume ni yule ambaye atajipamba hapo ulimwenguni na tabia njema. Sallu ala nabii. Hadithi nyingine, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasaimu, mimi nimemdhamini bibaiti, nimemdhamini nyumba fil janna, huko peponi. Nyumba hiyo nimemdhaminia nani? Man taraka almiraa walau kana muhiqa, yule mwenye kuacha mjadala japokuwa yeye ndo ana haki. Wa man taraka alkadhiba wa in kana maziha, na mwenye kuacha uongo hata kama anasema mzaha. Wa man tahalla bi khuluqin hasan, na yule atakayejipamba na tabia nzuri. Nyumba bwana mtume kamdhaminia watu hawa watatu: mwenye kuacha uongo japo kwa mzaha, mwenye kuacha mjadala japo ana haki. Kuna watu wengine wanaweza kukujadili wakakushinda kwa hoja, lakini ukaona wanakuogopa, hawataki kujadiliana na wewe. Sio kwa sababu wanakuogopa, kwa sababu wanajua kwamba wewe una weakness na mimi naweza kukudestroy kwa adilla ambazo Mwenyezi Mungu amenipa. Lakini atrukul miraa, atrukul jadala, na acha kuzozana, wa in kuntum muhiqqan, kwa sababu mwisho wa mjadala unaleta matusi na kupigana na hivi na hivi. Hakuna mwisho mwema. Imam Shafi alikuwa hapendi kujadiliana na watu, na mambo yalomuua Imam Shafi katika baadhi ya riwayati ni mijadala. Alipokuwa Imam Shafi anakwenda zake Misri kutoka Baghdad, kule alikuta wanafunzi wa Imam Malik ibn Anas. Misri yote takriban au robo tatu ya Misri ilikuwa imejipamba na madhehebu ya Imam Malik ibn Anas. Kwa hiyo Shafi alipoingia, yeye alikuwa na rai ambazo zina khalifu kidogo rai za Imam Malik. Kwa hiyo wanafunzi wa Imam Malik walipomwona Shafi'i anadarsisha na anatoa fatwa kinyume labda na vile alivyokuwa akitoa fatwa Malik ibn Anas, chuki kaanzia pale. Hebu tueleze kuhusu Malik, unamuonaje? Hebu tueleze kuhusu Hanafi, unamuonaje? Shafi akimzungumza huyu, watu wa Malik wanaona vibaya. Akimsifu Malik, watu wa Hanifa wanaona vibaya. Basi miongoni mwa siku walimsubiri wakampiga Imam Shafi. Mmoja katika wanafunzi wa Imam Malik akampiga rungu Imam Shafi, akamtoa damu, na riwaya nyingine zinatuambia ndio kifo chake kilifuatia. Baada ya kupigwa kwa sababu ya taasubul madhhabi, kila mmoja kumnusuru shehe wake au imamu wake au madhehebu yake. Kwa hiyo jidala mara nyingi sana inapeleka mahala pabaya watu. Kwa hiyo mtume anasema hawa watu watakuwa mbali na mtume siku ya kiyama, wenye sababu watakuwa karibu na mtume atakayeacha mjadala hata kama ana haki, na atakayeacha uongo hata kama anafanya mzaha. Kwa al-kidhbu haramun walau kana mizaha, uongo ni haramu japo maskhara. Uache. Na yule ambaye ataacha tabia zote chafu na akajipamba na tabia njema, huyu amedhaminiwa pepo na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ya pili inaonyesha ubora wa akhlaq. Hadithi ya tatu anaipokea bibi Aisha. Anasema bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, innal mu'mina, hakika muislamu, la yudrik, ataidiriki au kuipata, bihulukihi, kwa tabia zake njema alizokuwa nazo,
darajat as-sa'im al-qa'im, daraja ya yule mwenye kufunga na mwenye kusimama usiku. Bibi Aisha katika hii hadithi anatuonyesha kwamba mtu mwenye akhlaq anaweza kufika katika daraja waliofikia wenye kufunga sana na wenye kusimama usiku kusali. Tabia njema tu. Sasa ni zipi tabia njema? Taala, njoni leo ndugu zangu Waislamu katika tarbiyati nafsi, tuilee nafsi katika kuifundisha tarbiyat alhasana. Wewe baba na wewe mama na wewe dada na wewe kaka, jua kwamba hakuna kitu bora ulimwenguni kama tabia njema. Laisa aljamalu biathwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Si uzuri wa nguo unaotupambia, wala uzuri wa vitu ambavyo tunavaa vikatufanya tukaonekana warembo au wazuri. Innal jamala, hakika uzuri wa kweli, jamalul ilmi wal adabi, ni uzuri wa elimu na adabu. Kisha anasema tena Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina